Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا ومصطفنا وقدوتنا محمد رسول الله النبي العربي والعجمي وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الأمم. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, leo tupo katika siku ya 4 katika mji wenu huu wa Iragala uliomo katika mkoa huu wa Kigoma, bado tukiendelea kufikishiana maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye ndiye ametuwezesha kuwa hai na kuweza kuifikia siku hii ya leo, kwani si ujanja wetu wala mapenzi yetu, haya mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo tunakwenda kuangalia nyumba 6 ambazo hizi zimeamwa na malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hawaingii katika nyumba hizo. Angalia, isiwe nyumba yako ni moja katika hizo 6, utakuwa umekula hasara kubwa sana. Kwa hiyo ni vyema tukaanza kuziangalia nyumba hizo kuanzia moja mpaka mwisho, ili kila mmoja akawa na tahadhar na akaona jinsi gani anaweza kujiokoa asiwe miongoni mwa nyumba hizo ambazo leo tunakwenda kuzizungumzia. Ndugu zangu Waislamu, nyumba ya mwanzo ambayo hii malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hawaingii, albaitun fihi kalbun, nyumba ambayo ndani yake anafugwa mbwa, nyumba ambayo ndani yake kuna mbwa, malaika wa Allah hawaingii. Waislamu tumeruhusiwa kufuga mbwa katika sampuli 3 tu basi. Mbwa kama atakuwa katika mambo haya 3 ruhusa kufuga, lakini kama atakuwa kama pambo tu nyumbani, huyo anasababisha malaika wa Allah wasiingie. Na kama malaika wa Allah hawaingii, nyumba yako itatawaliwa na mazonge, itatawaliwa na mashaitani, itatawaliwa na manuksi na kila kitu. Tumeruhusiwa Waislamu kufuga mbwa, kwanza ni kwa ajili ya kulinda mali. Kama labda una mali pale nyumbani, ukaona kwa mazingira yangu haya lazima niwe na mbwa, hapo Muislamu ameruhusiwa kufuga mbwa. Jambo la pili, kwa wale wafugaji kwa ajili ya kuendea machungani na kurudi, huyu karuhusiwa kufuga mbwa. Na jambo la 3 na la mwisho, Muislamu ameruhusiwa kufuga mbwa kwa ajili ya kuindia. Mambo mangapi hayo? 3. Lakini kama utakuwa na jibwa koko limekaa tu nyumbani, ukila ugali na yeye anaweza kudoea ugali unakula wewe, ukila nyama ukiacha mfupa kadakia, mbwa kama huyo ukifuga, malaika wa Allah hawaingii. Na haya si maneno yangu, haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema innal malaikat la tadkhulu baitan fihi kalbun, kwa hakika malaika hawaingii nyumba ambayo ndani yake kuna mbwa. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu ambaye uko hapa msikitini hivi sasa, kama na wewe miongoni katika watu ambao nyumba yako ina mazingira kama hayo, basi chukua tahadhar, malaika wa Allah watakuwa hawaingii. Na malaika wa Allah kama hawaingii, basi tegemea nuksi, mazonge, mabalaa, mashaitani kuishi katika nyumba yako hiyo. Hiyo nyumba ya kwanza. Nyumba ya pili, albaitun fihi tamathir, nyumba ambayo ndani yake kuna masanamu. Kuna masanamu aidha la ndege au la binadamu, kiumbe chenye roho, malaika wa Allah hawaingii. Sanamu hilo alijalishi liwe nusu ama
lote kamili, malaika wa Allah hawaingii. Kwa hiyo ndugu zangu, ambaye mna masanamu katika majumba yenu mmeyaweka, mna midoli ya kuchezea watoto ile mmeiweka katika majumba yenu, midoli ambayo mwenyewe nasema hii anachezea mwanangu hii, basi mkiweka midoli tambueni malaika wa Allah hawaingii. Lakini hapa sikusudii mdoli wa gari au mdoli ni pikipiki, labda hapana, mdoli wa binadamu au mdoli wa ndege, malaika wa Allah hawaingii. Aidha liwe kamili au liwe nusu, malaika wa Allah hawaingii. Kwa hiyo hapa niwape tahadhari kina baba mlokuwa hapa na kina mama ambao mnasikia sauti hii. Kama nyumba zenu zina hali na mazingira kama haya, basi haraka sana jitahidini sana kuyatoa mambo hayo, ili malaika wa Allah waweze kuingia katika nyumba zenu hizo. Jambo la ngapi Waislamu? La pili. Ama nyumba ya pili ambayo malaika hawaingii, ambayo ina nini? Ina nini tumesema Waislamu? Sanamu. Aidha liwe kamili ama liwe nusu, lakini sanamu lenyewe liwe sanamu la kiumbe chenye roho, binadamu ama ndege. Nyumba ya tatu, albaitun fihi tasawil, nyumba ambayo ndani yake ina picha. Umechukua picha lako la kalenda ya Simba hiyo umeweka ndani, au kalenda lako la CCM la Chadema sijui na mipicha ya watu umeweka ndani, malaika wa Allah hawawezi kuingia. Kwa hiyo kama unalo nyumbani kwako, ukitoka hapa nenda haraka kalitoe sanamu lako hili, picha lako hilo. Angalia hadithi hii, ana Jibrila, kwa hakika Jibrilu kana waqifa ala bibabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jibrilu siku moja alisimama katika mlango wa Mtume Muhammadi, rehma na amani ziwe juu yake. Fatalaba minhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume akamtaka Jibrilu alayhi salam an yadkhula, aingie wapi? Ndani. Lakini Jibrilu aligoma, alisema siingii. Kwa sababu gani? Kwenye panzia ya Mtume Muhammad palikuwa na picha ya ndege. Picha nini? Ya ndege. Jibrilu asema hapa mimi siingii. Na hapo Waislamu kuna jambo la kalikuelezeni moja. Picha tofauti na sanamu la sanamu. Picha ambayo malaika hawaingii ni ile picha kamili, yani kama picha ya binadamu kuanzia kichwa mpaka miguu. Kama ni picha ya ndege, basi kuanzia miguu mpaka kichwa. Lakini kama itakuwa picha hiyo ni nusu, haizui malaika kuingia. Lakini sharti la pili vile vile, ili malaika wasiingie, picha hiyo iwe imetungikwa. Mfano wa picha za harusi zile za ndoa yenu, kama ile picha lenu mmepiga picha mko kamili, wewe na mkeo mmeshikana hivi kuanzia miguu mpaka kichwa mkatundika, malaika wa Allah hawaingii. Ila kama mmepiga picha lakini picha yenyewe iko nusu na hamjaitundika, malaika wa Allah wanashida wanaingia Sheikh. Kwa hiyo nyumba kama ina picha kamili imekamilika, inazuia kuingia kwa malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyumba yako. Na hiyo Waislamu ni nyumba ngapi? Ya tatu, ambayo malaika wa Allah hawaingii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hilo Nabii Muhammad kwamba tumeona hapa hadithi ya nani? Ya Jibrilu alayhi salam, alishindwa kuingia nyumbani kwa Mtume, ndani yake palikuwa na nini? Na picha. Ya tatu. Nyumba ya nne, albaitu la yuqra'u fihi alquran alkarim, nyumba ambayo ndani yake haisomi Qur'an alkarim. Jiulize Muislamu, nyumba yako inasoma Qur'ani? Maana leo kuna baadhi ya majumba Waislamu, yani kuanzia asubuhi mpaka jioni nomboro ya soro zinapigwa tu shehe. Ukitoa nyimbo ya Dula Makabila umeweka Msagasumu. Ndio nyumba za Waislamu shehe katika nyumba yetu. Sheikh, nyumba isiyosoma Qur'ani malaika wa Allah hawaingii katika nyumba hiyo. Na Mtume Muhammad anasema iqra'u fi buyutikum shay'an min alquran, anasema nasomeni, basi someni katika majumba yenu chochote katika Qur'ani. Wala taj'aluha kalqubura, nyumba zenu msizifanye kama makaburi.
fa innal malaikat, kwa hakika malaika, la tadkhulu baitan la yuqra'u fihi kitab Allah, malaika wa Allah hawaingii nyumba ambayo haisomi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nacho nini? Qur'an. Muislamu, jiulize, nyumbani kwako Qur'an inasomwa au ndo nombolo ya solo imetawala? Kama haisomi Qur'ani nyumbani kwako, malaika wa Allah hawaingii. Na kama malaika wa Allah hawaingii, tegemea mazonge, tegemea magomvi, tegemea manuksi, tegemea mabalaa kuingia katika nyumba yako. Haya ni maneno yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyumba ngapi Waislamu tumemaliza hiyo? Ya 4. Mnahesabu tuko sawa sawa? Tuko sawa? Nilifikiri mmelala shehe, kumbe tuko hadhiri sana. Na mimi ninapenda sana nikizungumza na watu ambao wako hadhiri, wanakuparaha wewe mzungumzaji kwamba watu wananisikiliza. Kuliko umekaa na watu unazungumza nao ukiuliza hawajui umeshia ngapi shehe. Kwa hili nasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awalipeni kwa usikivu wenu huu, na hapa mlipokaa msikitini wala hampotezi. Ndugu zangu Waislamu, kuna thawabu na kheri mnazipata mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeisha nyumba ngapi Waislamu? Nyumba 4. Nyumba ya 4. Tunaingia sasa nyumba ya 5, ambayo nayo hii malaika wa Allah hawaingii. Nyumba ya 5, albaitun fihi najasat, nyumba ambayo ndani yake ina uchafu. Mtoto mdogo ajipiga haja ndogo pale, amkuzoa. Usiku choo kiko mbali, mna shida kula chooni, mtu atoka na mwaga koja kwenye upenuni mwake pale. Sheikh, msikilize Mtume Muhammad anavyosema katika hadithi hii. Anasema tahiru buyutakum, yasafisheni majumba yenu. Fa innal malaikat, kwa hakika malaika wa Allah, tataadha, malaika nao huona udhia, huona kinyaa kama tunavyoona kinyaa sisi wanadamu. Shekhe, kuna baadhi ya majumba ukiingia shekhe mtihani sana. Tosha. Kuna baadhi ya majumba ukiingia shekhe wangu ni mtihani. Pua pa kuweka unatafuta. Tosha.